Bwana, mambo vipi mwanamichezo popote pale ambapo ulipo, ni kukaribishe sana bwana. Klabu ya Simba wanatarajiwa kuweza kuanza mazungumzo, kuweza kufanya mazungumzo ya awali kwa ajili ya kuweza kumnasa kiungo mshambuliaji raia wa DR Congo. Nikukumbushe tu kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, una nafasi kubwa kabisa tu ya kuweza kufanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali hususan za kimichezo katika kipindi hiki cha dirisha la usajili. Katika heka nzima za dirisha la usajili ziko taarifa nyingi kweli za kimichezo ambazo tumekuandalia katika siku hii hapa leo, hususan katika dirisha hili. Sasa ili usipitwe na yote hayo, bonyeza tu maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyo hapo chini ya video yako bana. Taarifa zinaeleza kwamba Karim Kimvudi ambaye anaelekea kuwa mchezaji huru baada ya kuweza kufikia makubaliano ya kutokuendelea na klabu yake ya sasa, naizungumzia FC Ashdod, mwishoni mwa msimu huu. Taarifa zinaeleza kuwa Kimvudi ambaye amekuwa akicheza Ashdod kwa mkopo akitokea klabu ya Orlando Pirates pale nchini Afrika Kusini hatarajiwi kuendelea kusalia ndani ya kikosi hicho kwa msimu ujao, jambo ambalo limezivutia klabu kadhaa barani Afrika kuweza kufuatilia kwa ukaribu kabisa hatma ya kuhakikisha kwamba inampata mchezaji huyo. Inaeleza kuwa viongozi wa Simba wanaona huu ni muda sahihi kabisa kuweza kujaribu kumpata nyota huyo mwenye uwezo wa kucheza nafasi ya kiungo mshambuliaji pamoja na winga zote mbili. Yanazungumzia winga ya kushoto pamoja na winga ya kulia, ambapo uongozi wa klabu hiyo ya Simba wanaendelea kutafuta mchezaji atakayeweza kuweza kuongeza ubora ndani ya kikosi hicho kuelekea msimu ujao wa mashindano ya ndani, lakini pia na ya kimataifa katika msimu wa mwaka 2026 2027. Kwa upande wa Simba, taarifa zinaeleza kuwa mabosi wa klabu hiyo wanafuatilia kwa ukaribu zaidi maendeleo na mazungumzo hayo, huku wakiamini usajili wa mchezaji huyo huru unaweza kuwapa nafasi ya kuweza kuimarisha kikosi chao bila kutumia fedha nyingi za ada ya uhamisho. Ikumbuke kwamba Simba si mara ya kwanza walimhitaji Kimvudi. Katika dirisha kubwa la usajili lililopita walibisha hodi na kuweza kumhitaji Kimvudi, lakini ada yake ilikuwa ni kubwa, kitu ambacho kiliwaweka mashakani mabosi wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na kuweza kuamua kugive up deal hilo katika namna moja ama nyingine. Sasa hivi sasa nyota huyu tayari amekwisha kuweza kumaliza mkataba na yuko kama mchezaji huru. Hivyo wekundu hawa Msimbazi Simba Sports Club kupitia mabosi wao kwa ukaribu zaidi wanaangalia uwezekano wa kuweza kumpata nyota huyo, wakiamini ya kwamba huenda ana uwezo wa kwenda kuwasaidia makubwa zaidi. Taarifa zinaeleza kwamba Kimvudi ni chaguo la moja kwa moja la kocha Steve Barker. Anamfahamu, amekuwa akimfuatilia kwa ukaribu kabisa katika klabu ya Orlando Pirates ambayo alikuwa akicheza kwa muda mrefu. Hivyo kocha Steve Barker amekuwa ni moja ya kishawishi kikubwa zaidi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuweza kumhitaji Kimvudi, kwani anamfahamu kwa uzuri kabisa. Ikumbuke kwamba kwa kocha Barker amekuwa na mwendelezo mzuri kabisa wa kuweza kuwatumia wachezaji ambao wanawafahamu, hususan katika dirisha hili dogo la usajili ambalo limemalizika katika siku kadhaa. Miongoni mwa nyota ambao waliletwa ni Laurent Libase Geye, ni miongoni mwa nyota ambao yeye aliwataji wakaweza kuitwa katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na wamekwenda kudeliver na kuweza kuwepa kitu kikubwa zaidi. Hivyo wanaamini kwamba na Kimvudi naye ni miongoni mwa nyota ambaye ana uwezo wa kwenda kumpa kitu kikubwa zaidi, akiamini ya kwamba ana kitu ambacho anaweza kukiongeza ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, hususan katika michuano ya kimataifa, lakini pia na michuano ya ligi ya ndani katika namna moja ama nyingine. Mimi nilikushukuru sana wewe ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia kwa kubonyeza tu maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako. Nikukumbushe sana, kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako, una nafasi kubwa kabisa tu ya kuweza kufanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali hususan za kimichezo. Na siku nyingine ni kutokea hapa ndani ya Mashambo Digital pamoja na Mashambo Media.